Happy new month mahala popote ulipo mpenzi mtazamaji. Mwezi wako nina imani kwamba umeweza kukuanzia vizuri. Niweze kukukaribisha ndani ya makala yetu ya siku hii ya leo. Tunavyozungumza mtazamaji wangu mpendwa wa Ghafla News, ni kwamba hali sio hali kama vile ambavyo tulikuwa tumeweza kutarajia au kuweza kutazama. Rais William Samoei Ruto siku ya jana aliweza kuzungumza na vituo vya habari hapa nchini Kenya, na aliweza kufunguka mambo mengi sana ambayo yaliweza kuwashangaza wala watazamaji ambao walikuwa wakiweza kufuatilia ile ambayo ilikuwa ni mazungumzo au mjadala ambao ulikuwa ukiweza kuendelea na ile ambao maswali yalikuwa kiweza kuulizwa katika runinga ya kitaifa. Mtazamaji wangu, Rais William Samoei Ruto aliweza kudhibitisha kwamba sababu kuu ya yeye kuweza kufanya aweze kuachana na Rigathi Gachagua na kuweza kukosa kumtetea Rigathi Gachagua wakati ambapo alikuwa akiweza kuondolewa madarakani ni kwamba alikuwa ameweza kujaribu mara moja, mara mbili, mara tatu, lakini Rigathi Gachagua hakukuwa ameweza kusikia, na hivyo basi wabunge hao waliweza kujaribu kumwimpeach mara ya kwanza, ya pili na ya tatu, ndiposa wakaweza kumuondoa madarakani. Na akaweza kudhibitisha kuwa pia Rigathi Gachagua aliweza kuhitaji kitita kinono sana cha hela ambacho ni takribani shilingi bilioni 10 ili kwamba aweze kwenda Mlima Kenya, aweze kutengeneza maneno na watu wa Mlima Kenya waweze kumpigia kura, na hapo iwapo ataweza kutekeleza hivyo, basi watu wa Mlima Kenya hawataweza kumpigia kura na ataweza kukuwa a one term president. Ambapo mtazamaji wangu, maneno haya kuna uwezekano yakaweza kukuwa ya kweli na pia kuna uwezekano yakaweza kukosa kuwa sio ya kweli. Lakini licha ya yote hayo, lazima ndani ya video hii tuweze kuzungumza, tuambizane ukweli iwapo kila ambacho Rais William Samoei Ruto ameweza kukizungumza ni cha kweli au sio kweli, au ni ameweza kuzungumza tu ili kwamba aweze kukulu watu wa Mlima Kenya waweze kurudi chini kidogo. So mtazamaji wangu, siku ya leo Rais William Samoei Ruto yuko huku upande wa Mlima Kenya, na wakati ambapo anazidi kutembea upande wa Mlima Kenya, mtazamaji wangu, Rais William Samoei Ruto alikuwa ameweza kutembea mida ya mapema hivi, alikuwa upande wa Laikipia County. Na kila ambacho nimeweza kukiona na macho yangu upande wa Laikipia kimeweza kunishangaza sana, na pia natarajia upande wa Nyeri, lakini kila ambacho nimeweza kuona upande wa Laikipia kimeweza kunishangaza sana. Sitaki niweze kuzungumza, lakini nataka uweze kulike video hii kabla hatujaweza kuendelea. Tafadhali like video hii na unibonyezee alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Kwa sekunde moja popote pale ulipo, jiunge nasi kwa kuweza kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Nataka watu 5 peke yake waweze kubonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii, na tumebakisha watu 5 tuweze kufikisha subscriber 27,000. So tafadhali jiunge nasi kwa kuweza kunibonyezea alama nyekundu iliyoandikwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Asante sana iwapo mweza kufanya hivyo. Mwenyezi Mungu aweze kukubariki, na karibu ili kwamba tuweze kuendelea na mazungumzo yetu mtazamaji wangu ya siku hii ya leo. Karibu ili kwamba tuweze kuendelea, na familia kama Mr. Brighton Timmy. So mtazamaji wangu, Rais William Samoei Ruto kwa kweli anajaribu kwa vyovyote vile awezavyo kuweza kuhakikisha kwamba watu wameweza kurudi chini. Upande wa Mlima Kenya watu walikuwa juu. Watu walikuwa hawataki kuweza kusikiliza chochote kila ambacho atakuwa akiweza kuzidi kukizungumza, na rais ameweza kupanga mambo yake vizuri, akaweza kuona kwamba nitakapoweza kwenda Mlima Kenya lazima nikuwe nimepanga watu wa Mlima Kenya, hasa viongozi wa Mlima Kenya waweze kunitengenezea mambo upande wa Mlima Kenya. So aliweza kukuwa akikutana na viongozi kutoka upande huu wa Mlima Kenya na kuweza kufanya nao mikutano ya siri. Mikutano hii ambayo ilikuwa ikiweza kukua inaashiria kwamba itaweza kukua ikiweza kumsaidia Rais William Samoei Ruto kuweza wakati na ambapo atakuwa kuweza kuelekea upande wa Mlima Kenya aweze kupokelewa kwa vyema, kwa uzuri. Lakini mtazamaji wangu, nimeweza kuona kwamba rais kwa kweli ameweza kutembea Mlima Kenya, na kwa kila ambacho kimeweza kutokea ni kwamba ameweza kuenda na walinzi kupita kiasi. Walinzi ni wengi sana ambao wameweza kusimama katika kando ya gari lake. So hii inaonyesha jinsi na ambavyo rais anahofia sana watu hao wa Mlima Kenya, na hana uhakika nao iwapo wataweza kumpokea kwa uzuri au kwa ubaya. So mtazamaji wangu, rais ameweza kuzidi kutembea na walinzi wengi sana, wakati na ambapo nilikuwa nikiweza kutazama kila ambacho kilikuwa kikiweza kuendelea kule upande wa Laikipia County.
niliweza kuona mengi mazito ambayo rais alikuwa akiweza kuonekana akiweza kuyafanya, na alikuwa ameweza kutembea na walinzi wengi, na watu pia walikuwa wengi ambao walikuwa wameweza kwenda kusikiliza, lakini wengine walikuwa wameweza kuanza kusema Ruto must go, lakini waliweza kunyamazishwa na wale vijana wengine ambao walikuwa wameweza kufika hapo. Kiufupi, mtazamaji wangu, ni kwamba Rais William Samoei Ruto ameweza kufaulu kuweza convince watu wa Mlima Kenya. Rais William Samoei Ruto ameweza kufaulu kuweza kuwaongelesha watu wa Mlima Kenya, na wameweza kumpokea, si kama vile ambavyo tulikuwa tukiweza kutarajia, si kama vile ambavyo tulikuwa tukiweza kuona. Sisi tulikuwa tunaona kwamba Rais William Samoei Ruto hataweza kupokelewa na watu wa Mlima Kenya vizuri, na tuliweza kuona kwamba ataweza hata kufukuzwa. That is what we were seeing. Lakini mtazamaji wangu, we have been proved very wrong. And that's why I keep on saying that this man called President William Samoei Ruto ni mjanja sana kisiasa. So nitakuwa nikiweza kufuatilia kiundani niweze kuona ni yapi ambayo atakuwa kiweza kuzidi kuendelea upande wa Mlima Kenya. Lakini mtazamaji wangu, Rigathi Gachagua ameweza kumjibu Rais William Samoei Ruto kulingana na kupitia kila ambacho aliweza kukizungumza siku ya jana. Ameweza kumjibu hivi nikiweza kumnukuu. Unajua, Rigathi Gachagua ni kiongozi ambaye amekuwa akiweza kuoppose serikali hii ya Rais William Samoei Ruto, na kila ambacho pia kimekuwa kikiweza kunishangaza sio tu kwamba namsupport Rais William Samoei Ruto au niko upande wa Rais William Samoei Ruto, but what I've been seeing ni kwamba wakati ambapo Rigathi Gachagua alikuwa ndani ya serikali, alikuwa yuko sawa kabisa na alikuwa haikashifu serikali hii. Lakini wakati ambapo ameweza kutoka, mtazamaji wangu, amekuwa akiweza kuikashifu serikali hii kwa muda mrefu sana. Na mimi nataka niweze kukusomea kila ambacho ameweza kukizungumza, na kisha nikiweza kukusomea mtazamaji wangu, ningependa nikuombe kitu kimoja nikiweza kumalizia. Lakini hacha niweze kumalizia kukusomea kila ambacho Rigathi Gachagua aliweza kuchapisha katika ukurasa wake wa kijamii. Aliweza kuandika hivi nikiweza kumnukuu: I am now more convinced than ever before that pathological lying is a marital disorder. The greatest essential threat to our beloved country is outright lying to people of Kenya. Akaweza kuzidi kuendelea na kusema, without blinking and failure by a leader to put his team together to harmonize their lies. Na alimalizia kiweza kusema maneno haya nikiweza kumnukuu: I weep for my country Kenya. Na chini ya muda mchache wa yeye kuweza kuweka ujumbe huu, wengi waliweza kujitokeza kuweza kumuunga mkono, na wengi wakaweza kusema kwamba kweli Rigathi Gachagua anazungumza kweli, na ujumbe huu anazidi kusema ni wa kweli, kwa sababu rais amekuwa akiweza kuzidi kukuja kuambia hiki kile, lakini hajakuwa akiweza kutekeleza. So wengi asoswa vijana waliweza kuunga mkono kila ambacho kiliweza kuzungumziwa na kila ambacho kiliweza kuonekana ambacho Rigathi Gachagua aliweza kukizungumza. Si Rigathi Gachagua tu pia aliweza kuzungumza, lakini Gathoni wa Mchomba aliweza kuzungumza, Medhu aliweza kuzungumza. Medhu aliweza kusema kwamba LGW medal hii ina maana kwamba liar of the golden words. So aliweza kuchapisha hivyo na akaweza kusema hivyo. Sitaki uweze kusema maneno yangu, lakini ukiweza kutazama hapo, hiyo ni LGW ambaye alikuwa ameweza kusema. So mtazamaji wangu, hii inatuonyesha kwamba tayari viongozi ambao wako nyuma ya Rigathi Gachagua wameweza kusema hata kama kiongozi wao ambaye ni Rigathi Gachagua atakuwa akiweza kuzungumziwa mabaya, bado wataweza kuzidi kusalia kuwa nyuma ya Rigathi Gachagua. So mtazamaji wangu, je, unakubaliana na kila ambacho Rais William Samoei Ruto aliweza kukizungumza siku ya jana? Ningependa tu uweze kunipatia maoni yako kwenye comment section, na pia tena usahau kuweza kujiunga nasi kwa kuweza kubonyeza alama nyekundu ile kwa subscribe iliyoko chini ya video hii. Bye bye for now, and I will see you guys katika video nyingine ambapo nitakuwa nikiweza kukuletea mengi mazito ambayo atakuwa kiweza kuzidi kutendeka au kuweza kuendelea
katika taifa letu, taifa tukufu, taifa pendwa la Kenya. Bye bye for now and I'll see you guys in our next video.